Asha, usijali, utanielewa huko huko. Mimi naomba twende kwanza sehemu tulivu tukazungumze. Please nakuomba bro. Hebu twende kwanza. Hebu subiri kwanza subiri. Hebu punguza panic kwanza ndugu yangu. Unaona kwa nichukue mimi hapa saizi tuondoke huko twende wapi? Hivi nilivyokuwa hivi tunaenda wapi sasa? Sasa unaongea nini? Kwa kuna shida gani? Kwani upo uchi hapo? Basi kama upo sawa twende ndani kule. Subiri kwanza, subiri. Shida nini sasa? Okay, sawa. Hebu naomba nipatie muda. Nipe dakika 2 tu, nijiandae baada hapo tuende huko ambako unahitaji tukazungumze. Sawa, fanya chapo basi hatuna muda. Noah, 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 Noah. Unazidi kunawiri Zawadi. Yaani kama sijakuona mwaka, kumbe nakuona mara kwa mara. Wacha wewe. Yaani mwili wako unazidi kunawiri. Mithili ya pundamilia. Kila siku unazidi kuona mpya mpenzi wangu. Yaani sawa nikusifie. Nitatumia usiku mzima kukusifia bila kumaliza maneno yangu. Sipati picha leo hapo ulingoni patakapochimbika. Okay, mimi nitamalizia ndani. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Unaenda wapi? Baby, kweli unaniuliza mimi naenda wapi? Hapa si kama kwangu tu. Mbona umebadilika hivyo Zawadi? Unajua sijakuzoea hivyo kabisa. Okay. Labda utakuwa na wasiwasi juu ya mke wangu. Usiwe na hofu. Yule mpuzi amepatwa na msiba, kwa hiyo amesafiri. So kuwa na amani. Naomba tutumie usiku wa leo mimi na wewe tu. Naomba nitumie ipasavyo. Yaani leo nipo kwa ajili yako. Mimi na wewe tu. Mtube. Utumie usiku wa leo na nani Kai? Yaani wewe ukigombana tu na huyo mzukule wako, unasema kabisa sina mtu mwingine wa kunipoza hizi stress zangu zaidi ya Zawadi, si ndio? Kai, nimekushtukia. Naomba uende nyumbani kwako. Zawadi, maneno gani unaongea mpenzi wangu? Zawadi, naomba usifanyie hivyo. Hivi kwa nimetoka usiku nyumbani kwangu nimekuletea Zawadi tumishe upendo afu narudishe hivi Zawadi? Please baby, usifanyie hivyo nakuomba. Hiyo Zawadi kama ya kunihusu mimi. Asante sana. Ila kuhusu wewe kuingia ndani kwangu sahau. Nipe. Hii Zawadi nitakupa leo, sio na wasiwasi. Ila naomba niingie kwanza ndani baada ya mechi yetu ya kwanza ndio ukabidhi Zawadi kwa moyo mmoja. Eti baada ya mechi yetu. Mechi which? Mechi who? Mechi where? Umekuja na Zawadi na umesema ya kwangu. Nipe. Nipe. Asante sana Zawadi. Unaweza kwenda nyumbani kwako. Zawadi. Ni simu ya nani inaita? Alafu usio mlio wa simu yako. Hiyo ni simu yangu. Mimi hapa. Nimebadilisha ringtone leo.
Tangu lini? Kwa sababu ule mlio unaupenda kweli, huwezi kubadilisha ringtone kirahisi rahisi hivi. Jamani Kai, yaani unanipangia mpaka kubadilisha mlio wa simu kweli mpenzi wangu? Naomba wewe ni Kai. Siku nyingine utakuja kulala kwangu, sawa? Kai, nenda. Hiyo ni simu yangu. Mimi hapa nimebadilisha ringtone leo. Kwa nini Zawadi amenikatalia nisiingie kwake? Hii sio kawaida yake. Mara nyingi huwa akiniona yeye ndo wa kwanza kunifurahia uwepo wangu. Sasa inakuwaje leo hii anizuie mimi kipenzi chake nisiingie ndani? Hii sio kawaida. Lazima kutoka kuna jambo limejificha nyuma ya pazia. Kipenzi, vipi? Mbona upokee simu? Achana nayo mpenzi wangu, nitamtafuta baadaye. Mwezi jua baby, simu nyingine za emergency. Pokea msikilize shida yake. Wewe umjui tu wewe. Nikianza kuzungumza naye saa hizi, amalizi mapema mpaka utachuka wewe. Acha wewe. Lakini kipenzi, unajua ringtone yako hiyo inanikera sana. Yaani simu yako kianza kuita tu mpaka masikio yanazibuka. Fanya ubadilishe bwana, inakera. Unaanza Kai. Yaani ringtone ina historia kubwa sana katika maisha yangu. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye ni marehemu kwa sasa. Alikuwa akipenda sana hii ringtone. Na sisi sote wawili, hii ndio ilikuwa nyimbo yetu pendwa ya kuitia. Sasa ninapoisikiliza tena hii kwa mara nyingine, nakuwa namkumbuka sana. Kwa hiyo sasa babangu, hata mtu aje na panga anike kwenye shingo, anaambia nibadilishe, niko razi kufa ila sio kubadilisha ringtone. Sawa Kai madevu. Hapana. Hii iko sawa. Ile ringtone ina kitu. Inawezekana kuna mtu mwingine yupo mule ndani. Zawadi, huyo ni nani yuko anaongea naye hapo nje? Siku zote nakwambia wewe una wanaume wengi na unanibishia. Sasa leo mtu kaja kugonga hadi hapo mlangoni. Maana yake nini? Lakini di mpenzi wangu, mimi kila siku nakwambia sina mwanaume mwingine zaidi yako. Yaani wewe uko peke yako kabisa kwenye moyo wangu, lakini nashangaa sijui kwa sababu gani hutaki kuniamini. Na kuhusu yule mwanaume, huwa tu ananitongozaga, lakini sijawahi kumkubalia hata siku moja. Zawadi, nisikilize. Mimi najielewa na najitambua. Nina akili timamu. Unadhani mimi chizi? Yaani mtu anakuja kugonga hadi hapo mlangoni na anaforce kuingia hadi ndani. Maana yake nini? Wewe ni malaya. Ndio maana yake. Yaani mnatongozana huko barabarani mnafika hadi hapa nyumbani kwako, si ndio? Lakini mpenzi wangu, hapa juaje hapa nyumbani kwako? Ni mpenzi wangu haipo hivyo. Yule mwanaume tu yuko na tabia za kunitongoza na sijawahi kumkubalia mimi, lakini nashangaa.
Zawadi samani. Nilikuwa naomba nazima gesi yako, nilikuwa napika gesi yangu kanishia. Unakimbia unaenda. Tulia. Unataka uende wapi? Wewe nani? Umefuata nini hapa? Wewe mpumbavu, nikuulize wewe ni nani umefuata nini kwa chumba cha mpenzi wangu hapa? Wewe mpenzi wako? Wewe ni mpenzi wangu mimi. Umetumwa nini wewe? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Kwa hiyo Zawadi, ulikuwa unanikataza kuingia humu ndani. Kisa mpuzi, si ndio? Kwa hiyo mambo ya ringtone sijui marehemu rafiki yako, yote ni bullshit. Huyu jamaa anakupa jeuri. Hivi wewe ukijiangalia kati yako wewe na yeye, nani ambaye ni mpuzi? Mpuzi ni wewe, usiyejua kuachwa na usiyejua kukataliwa. Nimeshakwambia kabisa, na huyu unayemwona hapa ndo mwanaume wa ndoto zangu, tamu yangu, halali yangu na sukari yangu, na sio wewe. Kwa hiyo Zawadi, leo hii unaniambia maneno kama haya. Nimekuonyesha mapenzi ya dhati. Nimemwacha mke wangu kipenzi kwa ajili yako. Leo hii unanisaliti na iko shako. Ukimngaa kwanza jua ni chini, unataloa rafiki, unaniacha kwa ajili ya huyu kweli Zawadi, kwa sio mpenzi wangu. Bro, tuheshimiane bwana. Mtu kashakwambia hakutaki. Unaweza kuchanganya mbaliga zako ukaenda. Toka kakime. Wewe ondoka mndani na sio mimi. Zawadi sikiliza. Sisi kila mwaziri wanadiswamisi ondoke, ondoke hapa. Yaani kai ndani kwangu lazima utoke. Halafu ratiba za kumwacha mkeo ni wewe mwenyewe na akili zako finyu. Sisi kilicho kufanya kumwacha mkeo yako. Siwezi kukubali. Nimeacha mtoto kwa ajili yako. Leo usimseti kisa mshenzi. Mimi na akili finyu. Mwenye sio unachokiongea kweli. Sasa mimi siondoke huko ndani. Huyu mpuzi ndo atoke, Yesu tuaibia uhusiano wetu. Kai unatoka nini kwangu? Kakime, ondoka. Ondoka. Unakuja kwa Samahani jamani, mimi ndo mkosefu hapa. Bro, nakuomba utoke. Toka sasa hivi. Sawa, yaishi. Kai, toka ndani kwangu, changamka. Lakini Zawadi, naomba nipe nafasi. Tuongee kwanza. Changamka, ondoka, toka. Sio baba unafosi mapenzi. Ushamba utakiwa unafosi nini? Tasha, hakika wewe ni fundi sana. Unaweza kumudu mchezo ipasavyo. Sawa. Pamoja na sifa zako kemkem unazonimwagia, lakini usije ukasahau ahadi ambayo umeniahidi kwamba leo hapa tulivyofanya ndio mara ya mwisho. Hatutarudia tena mimi na wewe kufanya chochote kile, na tutabaki kuwa mtu na shemeji yake basi. Unajua unacheka nini? Vitu ninavyovipata kwako, kwa mume wangu sijawahi kupata hata robo. Yaani mpaka najiuliza hawa wanawake anaochepuka nao wanampendea nini? Maana Kai hana anachokiweza. Najiuliza sana. Imetosha. Hata kama nimemsaliti Kai natembea na mke wake hapa, lakini yeye atabaki kuwa ni rafiki yangu kipenzi tu, na sijisikii vizuri hata mara moja kuona wewe uko unamwongelea vibaya hapa mbele yangu. Halafu hata iko ambacho nakupatia mimi ambacho unasema mume wako anashindwa kukupatia wewe mwenyewe tu, kama ukiamua unaweza kukipata pia kwa mumeo. Naongea kweli Tasha. Wewe unanipa vitu tofauti na yeye anavyonipa. Nisiseme? Nani? Kai hapa.
Ndugu yangu, saizi usiku mimi nimeshalala, nimechoka. Sasa sielewi kwema kweli? Wewe acha tu ndugu yangu. Si ukoma kuna nini? Yaani wanawake wa ndugu yangu sio kuwathamini kabisa. Yaani leo hii yule mwanamke nimempa kila kitu. Ile leo hii ameona upendo wangu hauna thamani. Leo hii yule mwanamke kunigeuka mimi Tasha kweli? Sawa, nakuja ndugu yangu, nakuja. Kai, saizi ni usiku wa manane, nakuona umekuja hapa nyumbani kwangu. Alafu nashindwa kukuelewa, unaonekana umepanic kabisa. Nini shida? Tasha, lazima ni panic, maana mambo yananikuta huko hata wewe uweze amini Tasha. Kwa hiyo Tasha, leo hii mimi ukutendwa hivi. Nafanya kila kitu kwa ajili yake na sacrifice maisha yangu kwa ajili yake. Leo hii yao kinitenda mimi kweli Tasha? Sema kweli Tasha, nashindwa kuelewa. Hii dunia haina huruma. Yule mwanamke nampenda na mwisho upendo wa dhati. Ile yeye hajathamini yote hayo. Anakuja kunitenda mimi. Tasha, kusema kweli, mpaka nakuja kwako usiku huu. Wewe ndio kimbilio langu. Maana nashindwa kuelewa. Nampa kila kitu anachotaka na gombana na watu kwa ajili yake. Ila leo hii anachukulia mimi nothing. Bro, nimevurugwa kusema kweli. Kai, nashindwa kukuelewa. Una maana gani? Tasha, usijali, utanielewa huko huko. Mimi naomba twende kwanza sehemu tulivu tukazungumze. Please, nakuomba bro. Hebu twende kwanza. Hebu subiri kwanza. Hebu punguza panic kwanza ndugu yangu. Unaona kama unachukua mimi hapa saizi tuondoke huko twende wapi? Hivi nilivyokuwa hivi tunaenda wapi sasa? Tasha, unaongea nini? Kwa kuna shida gani? Kwani upo uchi hapo? Basi kama upo sawa twende ndani kwenye gari. Subiri kwanza, subiri. Shida nini sasa? Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya no. Wewe ulikuwa unakataa. Sasa kilichotokea ni nini? Yaani mwanaume kadiriki kuingia hadi ndani na anakuja hapa ananiongelea kwa kibesi kabisa. Lakini mpenzi wangu, naomba nipe basi hata dakika moja nipate kujielezea. Zawadi, acha kuniongopea. Mimi sio chizi. Najitambua, najielewa vile vile. Huyu ni mpenzi wako, kaja hadi hapa. Na isitoshe mlikuwa mnawasiliana kwenye simu. Hauwezi kuwa na power kiasi hiki. Lakini nini? Utaniambia nini ili nikuelewe wewe? Unahisi mimi mpumbavu kiasi hicho? Unaniongopea nini? Upuzi gani tena kuniongopea? Mtu kaja mpaka hapa, anakuja ananitetemesha mikaa mtoto mdogo. Sasa nikwambie kitu kimoja, itakuja kumfanya kitu mbaya siku nyingine mtu wako. Atakuja kusahau katika maisha yake. Zawadi, mimi ni mkorofi. Mimi ni mkorofi. Muumba mbingu na ardhi mwenyewe anajua mimi ni nani. Yaani nikiamua kufanya fujo zangu, yaani yule kichaa wako yule, Babu Madevu, angenijua vizuri mimi ni nani. Mimi mwenyewe ni chizi. Nisikilize basi kwanza mpenzi wangu. Mimi niko chini ya miguu yako. Hiki ninachokuambia hapa ni ukweli mtupu. Wala hamna uongo. Ni kweli mimi nilikuwa na mahusiano na yule kijana. Lakini nilipogundua kuwa ni mume wa mtu, nikaona haina budi kuachana naye kwa sababu mimi sitaki kudate na wanaume za watu. Lakini yeye ndo nashangaa hataki kumove on kwangu. Lakini mimi nimeshaachana naye. Sasa nashangaa kitu gani kilichomfanya yeye mpaka aje hapa nyumbani kwangu saa hizi. Hivi Zawadi, unahisi kwa wewe uongo wako unaniongopea hapa kama mtoto mdogo, unahisi nitakubali? Zawadi, mimi sio usumbukuku kama hivyo unavyonifikiria. Usijali mpenzi wangu. Naomba uwe na imani kwangu. Uko peke yako. Hakuna mwingine yoyote wa kuchukua nafasi yako. Sawa baby? Kwa unamaanisha kwamba hatarudi tena? Na kupromise mpenzi wangu, hawezi kurudi tena hapa ndani. Na akirudi tena nimfanye nini? Niambie wewe mwenyewe. Akirudi tena utamfanya chochote unachojisikia, lakini hawezi akarudi kabisa. Niamini basi. Tasha. Time bro, time. Tunaweza kwenda sasa. Tasha.
Bro, umechanganyikiwa? Mbona unaondoka bila kufunga mlango hapa? Unajua mtaani kuna vibaka wengi sana. Kwa hiyo usiwe na garantia ya usalama hapa. Unaondoka ufunge mlango, watu watakuja kuiba. Kwa hiyo funga mlango ndio tuondoke kwanza. Kai, hauna shida wewe bwana. Achana nao, ni salama tu. Tunaweza kwenda. Bro, sikiliza. Hebu funga mlango bwana. Sio watu watakuja kuiba baadaye wasema mimi ndio chanzo. Security matters. Mungu wangu, mbona imekuwa hivi? Au huenda Kai ameshajua kila kitu? Mbona sielewi? Kama ameshajua kila kitu, mbona namtafutia majanga mtoto wa watu? Hadi nashindwa kuelewa. Haya ni majanga kabisa. Sijui hata cha kufanya. Bora angebaki aniachia hata funguo. Angeniachia funguo hata moja nitoke humu ndani. Sasa nikiendelea kubaki humu ndani itakuwaje? Tasha, nisamehe sana. Najua nimekusababishia matatizo. Nisamehe. Najua mume wangu ameshajua kila kitu. Ulikuwa unanikataza kila siku. Ni mimi nilikuwa sikusikilizi. Nisamehe. Naomba uniadhibu kwa matatizo nilokusababishia. Niadhibu Tasha. Nipige! Tulia basi. Lisa, hebu relax kwanza. Punguza jazba. Mume wako hajafahamu chochote kinachoendelea baina ya mimi na wewe. Ila kitu ambacho kimemfanya yeye hayupo sawa ni huyo mchepuko wake huko. Amegombana naye. Kwa ndo hivyo unaona kwamba amepanic, haelewi chochote pale alipo. Lakini kuhusu mimi na wewe bado hajajua chochote. Kwa naomba relax kwanza. Unajua mwanaume ni mpumbavu sana. Kwa hiyo kelele anazokuja kupiga hapa, anavyolalamika ni kwa ajili ya mchepuko. Tasha, unaona? Unaona na kuuliza? Sasa, si nilikwambia leo ndio mwisho mimi na wewe? Ndiyo kwanza safari imeanza. Lisa, hebu tulia kwanza. Tulishakubaliana mimi na wewe hapa kwamba leo tukishafanya ndo mara ya mwisho. Hatutarudia tena, tutaendelea kuheshimiana kama mtu na shemeji yake. Sasa ukiniambia kwamba ndo kwanza jambo limeanza, ama tutaendelea tena na tena, hii itakuwa ni hatari. Nisikilize kwa makini. Nilishakwambia kwamba kitu ambacho nakipata kwangu mimi, ukiamua hata kwa mume wako unaweza kukipata. Lisa, nilivyozungumza na wewe hapa na nilivyozungumza na Kai leo, kuna vitu nimegundua baina yenu. Kitu ambacho nimegundua, nyinyi ni wasiri sana. Kila mmoja anamficha mwenzake. Ipo hivi, wewe unalalamika kwamba mume wako akupatie vitu ambavyo mimi nakupatia. Lakini pia hata yeye nilivyozungumza naye leo, ameniambia hivyo hivyo kwamba vitu anavyopata kwa mchepuko kwako havipati. Kwa hapa nikajifunza kitu kimoja, kwamba nyinyi kila mmoja anamficha mwenzie. Lakini kama mkaamua kuwekana wazi, mkaelezana kila kitu, wewe ukamwambia Kai ni kitu gani nakufanyie ili uridhike, na Kai akakwambia wewe ni kitu gani umfanyie ili aridhike,
basi mimi naamini ndoa yenu itakuwa ni ndoa bora na itakuwa ndoa nzuri sana. Maamuzi yangu hayawezi kubadilika. Kama wewe haupo tayari kuwa na mimi nipo tayari hata kufa kwa ajili yako. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumizo ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado inawaliza. Nimekukosea sana mke wangu Lisa. Natamani leo hii ungekuwa pembeni yangu ili nikiri makosa yangu. Nimeshindwa kuthamini upendo wako mke wangu. Nimekusaliti mke wangu, na nikaona mchepuko na thamani zaidi yako. Ila leo hii najutia makosa yangu. Lisa, nakupenda sana. Natamani nipate angalau nafasi nikuthibitishie upendo wangu kwako. Vipi tena Lisa? Bwana mimi sitaki kuondoka. Sitaki kwenda kazini Lisa, mke wangu. Naomba unielewe basi. Hai bwana, hebu nenda kazini. Kazini ngafanya nini mke wangu, kati kazi yangu ni wewe hapo. Kipenzi changu, naomba unielewe kusema ukweli. Nakupenda sana na bado unahitaji kuwa na wewe. Yaani huwezi amini, kuna muda nakaa mwenyewe ofisini nacheka cheka tu, sieleweki. Mpaka wafanyakazi wenzangu wananishangaa. Huyu jamaa vipi, mbona yuko sawa? Nikaja kugundua kumbe because of you. Mume wangu, umekaa nyumbani na mimi mwezi mzima uko likizo. Bado tu hujatosheka? Mwezi tu? Huwezi amini. Nitamani hata nimwambie bosi aniongezee miezi 6 mbele. Yaani nimefikia hatua nataka niache kabisa kazi kwa ajili yako. Baby, nikuulize swali. Yes. Niangalie machoni. Unaona nini? Naona upendo wa dhati ulionao juu yangu. Lakini pia najiona mimi. I love you baby. I love you so much. Uende kazini. Jamani sijalizika. Ondoka. Bye. Bye bye. Surprise! Bye, nenda kazi. Leo hii naona madhara ya kuchepuka kwenye ndoa. Tuliishi kwa upendo, amani na furaha mke wangu. Ama kweli kitanda hichi tulikuwa tunalala kwa amani na furaha mke wangu. Namisi sana uwepo wako. Bado naisikia harufu yako kwenye hiki kitanda. Ila upuuzi wangu ukanifanya nichepuke na kwenda kufanya mambo hayana maana yoyote. Hakika nimeivunja ndoa yangu kwa mikono yangu mwenyewe. Nakumisi sana Lisa. Naomba unisamehe. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha.
Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado inawaliza, 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 inawaliza ndoa. Ndoa, 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 ndoa. Hakika mimi ni mpumbavu. Furaha yote ile tulikuwa tunaenjoy leo hii imepotea, haipo tena. Lakini bado nafasi ninayo. Ile furaha yetu ninaweza kuirejesha. Siku ya kesho, mke wangu, nitakusurprise. Karibu sana baba. Karibu sana. Nafurahi kukuona. Na nilishakukumbuka sana, maana ni muda sana hujaja kutuona. Nafurahi sana sana na karibu sana. Asante sana mama, nimeshakaribia. Awali ya yote mama yangu, naomba uniwie radhi kwa sababu sijafanya ungwana. Nimemtanguliza mke wangu bila mimi mwenyewe kuja rasmi. Naomba unisamehe sana. Ila yote hayo yametokea kutokana na kubana na majukumu ya kazi na ya kifamilia. Lakini na imani bado nipo ndani ya muda, na ujio wangu wa leo ni kwa ajili ya kutoa salamu za pole. Poleni sana kwa msiba mama. Msiba? Msiba gani? Sorry, sijakuelewa vizuri mama. Mbona unaniuliza msiba gani? Wakati mke wangu kaniambia kuwa amepatwa na msiba na mtu wenu wa karibu sana kwenye familia, na akaniomba ruhusa ya yeye kwenda huko. Kwa hiyo nikamruhusu aende msibani kwa sababu kaniambia wewe ndio umemshinikiza aende huko. Kwa hiyo na mimi nimekuja ili unipe utaratibu rasmi wa kwenda huko msibani. Sawa. Ni kweli. Inawezekana hamkuelewana vizuri. Ni shangazi yake ndiye aliyepiga simu, lakini wewe ukajua ni mimi. Sasa mama, ukisema hivyo hata mimi nashindwa kukuelewa. Kama ni shangazi yake, wewe kwani una mawasiliano naye? Hajakupa utaratibu wa kwenda kwa msibani? Mlianza kwanza nyie kuongea naye, baadaye mimi ndo nikapata taarifa. Kwa hiyo tu ni maelewano yenu, hayakwenda vizuri mwanangu. Kwa hiyo nikiongea na shangazi atanipa utaratibu wote? Ndiyo shangazi yake. Ukifanya mawasiliano utafika tu vizuri. Sawa mama, asante sana kwa ushirikiano wako na naomba unisamehe kwa usumbufu pia. Asante mwanangu. Karibu tena.
Asante mama, na wewe pia ubaki salama. Asante, karibu tena mwanangu. Asante. Asante. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa, nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Asante sana mama, nimeshakaribia. Awali ya yote mama yangu, naomba uniwie radhi kwa sababu sijafanya ungwana, nimemtanguliza mke wangu bila mimi mwenyewe kuja rasmi. Naomba unisamehe sana. Ila yote hayo yametokea kutokana na kubana na majukumu ya kazi na ya kifamilia. Lakini na imani bado nipo ndani ya muda, na ujio wangu wa leo ni kwa ajili ya kutoa salamu za pole. Poleni sana kwa msiba mama. Sina haja na shikamo yako, mjinga mmoja wewe. Hivi mimi leo wa kuongea uongo mbele ya mkwe wangu Lisa? Hivi akijua kwamba ni uongo ataniamini kweli? Mwanangu Lisa, unamwongopea mume wako kwamba mimi nimekuruhusu uende msibani, ili hali sijui hata huo msiba. Kwa nini umenifanyia hivyo? Lakini Lisa mwanangu, mimi sijakulea katika malezi hayo. Mbona unanivunjia heshima? Na si ajabu hapo ulipo uko kwa mwanaume. Shenzi mmoja wewe, toka uwahi nyumbani, mume wako anakutafuta. Lakini mama, mbona sikuelewi unachokizungumza? Kelele! Mjinga sana wewe. Tena fanya haraka, rudi nyumbani kwako, mwanaume wako anakutafuta. Na je, ni vipi akigundua ukweli kwamba sisi tunamdanganya? Halafu mwanangu, mbona mimi sijakulea kwenye malezi hayo? Kwa nini unanifanyia hivyo? Lakini mjinga sana wewe, yaani mpaka najuta. Wanajifanya wa kweli, ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza ndoa. Lisa, ina maana wewe ulivyotengeneza uongo wako, umemwongopea mume wako kwamba wewe umefiwa, na mama yako ndo amekupigia simu kwamba uende huko msibani, alafu unataka kuniambia kwamba mama haukumpanga? Ningewezaje kumshirikisha mama vitu kama hivi? Lisa, yani katika makosa makubwa ambayo umewahi kuyafanya, hili ni kosa kubwa kuliko kawaida. Siku zote uongo huo unatengenezwa Lisa. Uko unaongopa hapa, lazima ujue kule mbele itakuwaje. Hebu angalia sasa. Kai ndo ameenda pale nyumbani, anaongea na mama, mama hajui kama wewe umeenda msibani, hajui chochote. Sasa wafikiri nini itakuwaje hapo? Ina maana Kai atakuwa anajua kila kitu kwamba wewe hauko msibani. Maana yake nini sasa? Ataanza kufuatilia nyendo zako zote. Vipi akija kugundua kwamba wewe upo kwangu? Mimi sijali akijua, na sijali chochote kuhusu ndoa yangu. Shut up! Wewe mpumbavu nini wewe? Hivi unachokizungumza unakielewa kweli wewe? Wewe sawa haujali. Na vipi kuhusiana na mimi? Usije ukasahau. Kai ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Sitamani kugombana naye hata siku moja. Leo hii akija kugundua kwamba mimi na Msaliti natembea na mke wake, uone itakuwa ni hatari kwangu. Afu sasa mimi sijali, yaani unajiamini kabisa. Lisa, nisikilize kwa makini. Kabla sijabadilika na kuona upande wangu wa pili, naomba ondoke nyumbani kwangu.
Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Lisa, ondoka nyumbani kwangu. Tasha, hebu nisikilize kwanza. Mimi sijakuzoea ukiwa hivyo. Mimi nimekuzoea ukiwa mpole, mstaarabu. Ni kweli mimi ni mpole na mstaarabu, lakini kuna vitu vingine havihitaji upole. Hebu niachie kwanza. Hakuna ustaarabu wote ambao mimi naweza nikauleta katika hili. Sawa, mimi nitaondoka. Lakini naomba unisaidie. Umezoea kumsaidia Kai kila siku mnizunguke mimi. Leo naomba unisaidie na mimi tumzunguke yeye. Na nakuahidi ukinisaidia kwenye hili, mimi na wewe tutakuwa tumemalizana. Lisa, sio mara moja wala sio mara mbili. Mara kadha wa kadha huwa unazungumza hivyo hivyo kwamba ukinisaidia katika jambo hili, mimi na wewe basi tutakuwa tumeachana. Lakini jambo likiisha tu bado unataka tuendelee tena mimi na wewe kuendelea kuwa na mahusiano. Sasa basi, katika hili swala mimi nitakusaidia. Lakini kama ambavyo tumekubaliana, tukifanikiwa kulimaliza tu, mimi na wewe mahusiano yanaishia hapo. Nisikilize nikwambie kitu kwa makini. Siku zote kosa hufutwa na kosa. Na ukitaka kumshambulia adui yako ili umshinde, ni lazima uangalie udhaifu wake ni wapi ulipo. Alafu wewe uende ukapige pale katika huo udhaifu. Kwa hiyo sasa, udhaifu wa mume wako ni yule mchepuko wake. No. Usipaniki. Tulia. Tunataka tuangalie namna gani tuanze kulisolve hili jambo. Kwa kuwa mume wako tayari ameshafika kwa mama. Na mama ameshakupigia kukulaumu. Kwa vyovyote vile, lazima atakupigia simu uende nyumbani. Kwa sababu ataona kwamba umemkosea kuliko kawaida. Lakini huyu mchepuko wa mume wako, jina lake anaitwa Zawadi. Ndoto yake kubwa ni kufanya kazi katika hoteli kubwa. Lakini hajawahi kusoma hotel management. Kwa kwake imekuwa ni ngumu sana kupata kazi. Ameshaomba kazi sehemu nyingi mno, lakini hapati kazi kwa sababu hana vigezo. Sasa basi, huyu binti inabidi tumtumie vizuri sana. Kuhusiana na nini utakizungumza au nini tufanye, niachie mimi. Nitakupa mpango mzima namna gani ulivyo, ili tu tuweze kumwangushia jumba bovu mume wako. Yeye aonekane na hatia na wewe aonekane ni msafi. Kama nilivyokuambia hapo awali, kosa hufutwa na kosa. Lakini angalizo, narudia kwa mara nyingine, pindi nikilikamilisha hili swala, mimi na wewe mahusiano basi. Kiukweli mwanangu, wahenga walisema mkubwa hakosei, ila mimi leo nimekosea sana. Lakini sio kwa ubaya. Sikupenda kabisa ndoa ya wanangu ivunjike, na ndio maana nimeyafanya haya yote. Lakini pia angetokea msiba kweli, mimi ndio ningepaswa kupata taarifa wa kwanza.
Mwanangu Kai, nisamehe sana. Haikuwa nia yangu. Sawa mama, nimekusikiliza na nimekuelewa. Na najua kwa ulikuwa hauna nia mbaya. Ila kinachoniumiza mimi kichwa ni kuhusu mke wangu. Atakuwepo wapi? Nahitaji kumuona mke wangu mama, yuko wapi? Usijali. Hilo liko ndani ya uwezo wangu. Subiri. Halo? Halo mama. Njoo nyumbani kwangu sasa hivi. Tena nakupa dakika 10. Uo umeshafika. Mjinga wewe. Sawa, nakuja, nipo njiani, nafika hapo sasa hivi. Fanya haraka. Yule ndo mwanamke anayempa kiburi mume wangu. Yule ndo anayefanya ndoa yetu inapitia changamoto zetu hizi. Amefanya hadi mume wangu hatusikilizani. Sasa ngoja nitamuonyesha mimi na wao mjanja ni nani. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani. Hello. Mambo dada? Poa. Bila shaka wewe ndo Zawadi? Yes, ndo mimi. Na wewe bila shaka ni Irene? Yes, I'm Irene. Nimefurahi kufahamu. Nashukuru kukufahamu dada. Zawadi, nimepokea barua zako za kazi mara nyingi kwenye kampuni yetu. Lakini ulikuwa unashindwa kufanya kazi kwa sababu ulikuwa na vigezo. So unajua tena mpaka usomee kazi zetu. Ila nimejaribu tu kufuatilia, nikaona unaweza kufanya kazi, una muonekano mzuri. Kwa hiyo mimi nitakusaidia upate hiyo kazi. Asante sana dada yangu. Usijali. Na nakuahidi nitafanya kazi kwa uadilifu wa hali ya juu, nitakuwa mfanyakazi bora kwenye kampuni yenu. Maana hii ilikuwa ni moja ya ndoto zangu. Nije kuwa mpishi mkubwa hapa Tanzania na nifanye kazi kwenye hoteli kubwa kabisa. Kwa hiyo yani kutimia kwa hii ndoto hata siamini dada. Asante. Wala usijali. Mimi nimekusaidia kama mwanamke mwenzangu, usikose ajira. Nina imani utafanya kazi kwa bidii sana na utajituma. Sawa dada. Sawa basi, tusipoteze muda sana hapa. Twende nikakukabidhi kwenye kituo cha kazi.
Mama, mbona mke wangu afiki paka sasa hivi? Mama, mbona haji sasa? Yaani mama, sitaki kuamini. Kama kweli leo hii mke wangu ananisaliti mimi, kwa nini ananifanyia hivi mamangu? Kwa nini anafanya hivi? Kuna kitu gani nakosa kutoka kwangu? Namuonyesha mapenzi ya dhati, namjali, namthamini. Ila leo hii enda kutembea na mwanamke mwingine kweli mama? Hapana mama. Mbona dunia ina huruma? Namfanyia kila kitu mke wangu. Leo hii anaona kama msaada wangu si chochote kwake. Roho inaniuma mama. Naumia ndani kwa ndani. Maumivu ya saliti yananiuma mamangu. Kuwa na subira mwanangu. Si unajua kabisa nimempigia simu. Wewe mwenyewe unasikia na akasema anakuja. Hebu tuliza moyo wako basi. Mbona unakuwa huniamini hata mimi mama yako? Endelea kuwa mvumilivu. Atakuja mwanangu. Sasa mama, nitakuwa nasubiri mpaka muda gani? Umesema ndani ya dakika 10 atakuwepo hapa. Ila bado hajafika. Atakuwepo wapi sasa? Kwenye hili mama, mimi siwezi kuvumilia mama. Naona nazidi kuchanganyikiwa kweli yani. Yaani kadri muda unazidi kwenda, nazidi kuumia mama ndani. Moyo wangu unaumia, naungua mama ndani kwa ndani. Laiti ungeweza kuvaa viatu vyangu unajua najisikia vipi hapa. Tangu tumie kwenye ndoa, mke wangu hajaye kunidanganya. Leo hii ananongopea kwa jambo kubwa kama hili kweli mama? Haiwezekani. Ukimwona nyani mzee, ujue amekwepa mishale mingi sana. Mwanangu, maumivu ya kuumizwa na yajua. Maumivu ya kusalitiwa na yajua. Na pia maumivu katika mapenzi na yaelewa. Mwanangu, kuwa na subira. Halafu hili swala niachie mimi, nitalimaliza. Mama, samahani. Naomba unipe muda. Nahitaji kuzungumza na huyu binti. Hivi mwanamke una akili timamu kweli wewe? Umekuja kufuata nini hapa? Hivi mkichwani mwako una akili, una minyoo? Unajua unafuata nini nani? Usinitolee macho, unafuata nini hapa? Jamani, mimi mbona hata siwaelewi. Yule binti kanipigia simu, akanambia yeye ni agent kwenye hoteli. Na kama unavyojua mpenzi wangu, mimi napenda sana mambo ya mapishi. Ndio maana nikaja naye hapa. Sasa nashangaa nafika hapa tena nakutana na wewe. Bana mimi hata siwaelewi. Zawadi, uelewi nini? Usharibu kila kitu. Unajua ni nani Zawadi? Si mambo gani unafanya? Hiyo ndo kazi niliyokuwa nafanya usiku wa kuamkia leo. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani. Binti, unaogopa nini? Nilikwambia naitwa Irene. Naitwa Lisa. Ni mke halali wa Kai. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni
ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza ndoa, wanajitahidi kuilinda. Nilikuwa najiuliza kwa muda mrefu, ni kitu gani kinamfanya mume wangu atulie? Ni kitu gani kinafanya ndoa yetu haiendelei? Usiku wa jana nimepata majibu. Ni wewe binti. Kai, mume wangu, ni kitu gani unakikosa kwangu? Ni kipi ambacho mimi sitimizi kwako kama mke mpaka unaamua kunifanyia mimi hivyo? Unaniacha ndani, unaenda kwa huyu binti. Hivi hujiulizi? Usiku kucha jana nahangaika kwa ajili yako. Nataka tu nijue wewe uko wapi, sababu ni nini? Ningedhurika. Hata huruma unionee mume wangu. Hivi unajua mpaka yule dada wa gesi ni mimi ndo nimemtuma? We dada, samahani. Naomba ni kwenye hayo mazungumzo yenu, kwenye hiyo ndoa yenu, mimi msinihusishe kabisa. Halafu umenipigia simu vizuri. Kuna masuala ya kazi. Kumbe umenileta hapa kwenu kwa ajili ya kuja kunichoresha, si ndio? Nisikilize. Sina muda wa kujibishana na wewe. Sina muda wa kujibishana na mke wa mtu. Ila tu cha msingi, jitafakari kwenye kichwa chako. Mumeo kakosa nini kwako mpaka akaja kwangu? Na siku nyingine ukome kunifuatilia. Wewe. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani ndoa. Hivi Kai, mume wangu, uko na mimi hapa. Yule dada anaondoka, unamwangalia kwa macho ya matamanio kabisa, kana kwamba mimi nilioko hapa sio mwanamke. Mimi nilioko hapa sio chochote kwako. Kwa nini lakini? Kwa nini? Kiwangu Lisa, naomba unisamehe sana. Hakika kwenye hili mimi ndo mkosefu. Please, naomba unielewe. Ni shetani tu alinipitia, ila sio matakwa yangu. Naomba unisamehe mke wangu. Nakuahidi haitojirudia tena. Please, naomba unisamehe. Hivi Kai, usiku wa jana kwa namna umevurugwa ni kwa sababu ya mchepuko? Unanipita unioni, unanipita kabisa hivi. Yaani kwa namna huyo mwanamke anakuchanganya. Nimejua kila kitu. Najua jana umemfumania mwanamke. Najua jana umeponea kuchomwa visu. Jitafakari. Laiti ungekufa usiku wa jana, tungeiambia nini jamii? Umekufa kwa sababu ya ugoni? Shame on you. Sasa nisikilize. Haya mambo mimi nilitaka yaishie nyumbani, kati yangu mimi na wewe. Si umeamua kuleta kwa mama? Nitamwambia mama kila kitu. Nitamwambia mama uchafu wako wote.
Hapana Lisa, mke wangu, naomba isifikie huko. Haya mambo madogo sana mke wangu, tunaongea tunayamaliza. Kwa nini umwambie mama jamani? Please nakuomba mke wangu, please Lisa, nipo chini ya miguu yako. Naomba usimwambie mama chochote kile, sitaki ajue madhaifu yako, utaibika mke wangu please. Usimwambie mama chochote, usimwambie chochote please nakuomba. Mimi nipo tayari kufanya chochote unachotaka, ila mama asijue chochote kile, please. Sawa? Naomba uwe mvumilivu. Tasha. Sikiliza bro. Naomba ufike nyumbani haraka iwezekanavyo. Kuna dharura kubwa sana imetokea. Sawa ndugu yangu? Sikilize mimi, fanya haraka, njoo nyumbani hapa. Sawa. Nakuamini. Nishaongea na Tasha, kila kitu tutakimaliza. Sawa baby, trust me, kila kitu kitaisha. Sawa, mambo madogo sana mke wangu, kwa nini mwambie mama? Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna nini wanangu? Mbona Lisa unalia? Mama, mke wangu ajisikii vizuri, anaumwa, ndio maana unaona analia. Ila kuna shida yoyote ile? Si unajua tulikuwa tunajadili kuhusiana na siku kwa mkea leo. Nishafahamu kila kitu, kwa mke wangu alikuwepo wapi, kwa tushamaliza. Hata wewe mwenye mama ulisema kuwa mambo ya ndoa ni tunamaliza sisi wenyewe, hakuna haja kuwashirikisha nyinyi wazazi. Kwa hiyo nimeongea na mke wangu na kila kitu kipo sawa. Samahani kwa usumbufu mama. Lisa, twende nyumbani tukamalize kila kitu. Sasa mke wangu Lisa, mambo gani unayafanya? Nimempigia Tasha simu ili aje hapa nyumbani tukae chini tuzungumze tuyatatue. Sasa nini maana yako hususan kuja hapa jikoni? Kai, sitaki kusikia la mwazini wala la mnadi swala. Sitaki kikao na yoyote, iwe wewe au huyo Tasha, sitaki. Sasa mke wangu Lisa, ukisema hivyo utamaanisha nini? Unzani nitaleta picha gani? Mgeni yupo pale, unzani atatufikiriaje, watanifikiriaje mimi? Si unaanzalisha mimi mke wangu? Hebu twende bwana tukazungumze na Tasha pale. Naomba usifanye basi mke wangu. Kwanza tuzungumze kwanza. Naomba nisikilize. Niache! Sasa mke wangu, makelele yote ya nini? Unataka kupiga kelele unamfaidisha nani? Uzungumze na nani Kai? Unataka uzungumze nini na mimi? Sisi ni wanandoa. Kama jambo tumeshinda kulitatua, ndio huyu hapa mtu tatu kaja tumshirikishe tusolve jambo liishe mke wangu. Kwani unataka kuelewa Lisa? Sisi ni wanandoa. Wewe na nani ni wanandoa? Wewe na nani ni wanandoa na kuuliza? Kwa Lisa leo hii utambui kwa mimi ni nani kwako? Mimi si mume wako jamani. Yaani unadiriki kusema kwa kinywa chako kabisa kwamba mimi ni mke wako. Mke wako ni huyo Zawadi. Sawa alokufanya mpaka unanisaliti mimi, unanitesa mimi humu ndani, unanifanya naiona hii ndoa ni chungu. Huyo ndo mke wako, sio mimi Lisa. Mke wangu, wewe ndo unafanya hii ndoa iwe chungu. Afu kwa nini mtajateja Zawadi mke wangu? Tutatue hili swala basi mke wangu, tusimkaribishe shetani kwenye maisha yetu. Hebu acha kuongelea mambo ya usaliti kwanza, tuzungumze mke wangu tuelewane. Niache bwana, nimekwambia usinishike Kai. Kai.
Kama utojali Kai, tunaweza kuzungumza mimi na wewe. Kai, hii ni ndoa na lazima ujifunze kutulia katika ndoa yako. Hivi ndugu yangu, ni mara ngapi huwa nakwambia kwamba unachokitafuta huko kwa mchepuko, kwa mke wako utakipata pindi wewe mwenyewe ukiamua. Mara nyingi huwa nakwambia kwamba unapaswa mueleze mke wako ni kitu gani akufanyie ili uridhike. Au wewe pia mke wako kueleze ni kitu gani umfanyie ili aridhike zaidi. Kaka, hili unaolifanya, I swear to my God, brother, hiki unachokipanda leo utakivuna kesho. Nakwambia ukweli, wewe ndo utakuwa sababu ya mke wako kukusaliti. Asalitiwa kasha salitiwa tayari. Unasemaje wewe? Sema kiume, uone ndevu hizi. Oya wewe Buzuri, unaongea maneno gani sasa? Kai, ulichonifanyia mimi kuchukua mwanamke wangu, ulizani atatokea kidume yote naye kuchukua mwanamke wako? Ndugu yangu, malipo hapa duniani. Ulichonifanyia mimi na wewe kimekukuta hicho hicho. Umetumwa nini mpumbavu wewe? Hivi unajisikia unachokiongea kweli wewe? Tasha, unamsikia mpuzi anasema nini? Unajua mimi nani mpaka unaongea hivyo? Wewe ni Kai au kuna mwingine? Kimvuli? Mimi Kai. Sasa nitakuonyesha upande wangu wa pili, unijue vizuri. Kai, tulia Kai. Buzuri, maneno gani sasa unaongea kupumbavu hapa? Unataka kuharibu ndoa ya watu, si ndio? Nakuza unataka kuharibu ndoa ya watu? Mbona kakatasha? Hongera sana. Wewe ni msiri sana. Ni mtu mmoja unamfikia sana madhaifu yake Kai. Ila umwambie ukweli. Na akishajua ukweli, mimi nadhani atalia na tasaga meno. Lakini unataka nini? Dia, unamaanisha nini kuotoa mkono wangu? Kwani mimi ni nani kwako? Ulishe kuona ndoa aina gani? Wanandoa milala kitandani huku kila mtu akiwa kwenye shuka lake. Lisa, nakuomba usinifanyie hivyo. Nakuhitaji sana usiku wa leo mke wangu. Chochote unachoweza kukipata kwangu, unaweza kukipata pia kwa wewe mwanamke wako Zawadi. Naomba uniache nipumzike. Na ukiendelea kunisumbua, nitashuka nilale chini, ulale hapa peke yako, maana ndio unachokitaka. Mara nyingi huwa nakwambia kwamba unapaswa mueleze mke wako ni kitu gani akufanyie ili uridhike. Au wewe pia mke wako kueleze ni kitu gani umfanyie ili aridhike zaidi. Kaka, hili unaolifanya, I swear to my God, brother, hiki unachokipanda leo utakivuna kesho. Nakwambia ukweli, wewe ndo utakuwa sababu ya mke wako kukusaliti.
Ina maana yale aliyoniambia Tasha yana ukweli ndani yake. Mke wangu anafanya hivi ili anilipizie kisasi. Kweli nimemsaliti na nimegundua makosa yangu, ila nipo tayari kujirekebisha na nahitaji kujenga pale nilipobomoa. Kwa nini sasa anaendelea kunifanyia hivi? Unasemaje wewe? Sema kiume, uone ndevu hizi. Oya wewe Buzuru, unaongea maneno gani sasa? Kai, ulichonifanyia mimi kuchukua mwanamke wangu, ulizani atatokea kidume yote naye kuchukua mwanamke wako? Ndugu yangu, malipo hapa duniani. Ulichonifanyia mimi na wewe kimekukuta hicho hicho. Inawezekana kweli mke wangu na mwanaume mwingine, ndio maana anapata ujasiri na uthubutu wa kufanya yote haya. Lazima atakuwa na mwanaume mwingine. Ndio maana kila tendo analolifanya anajiona yupo sahihi. Sasa hili swala siwezi kulichukulia kiurahisi hivi. Ni lazima nilifanyia utafiti. Ni lazima nichunguze kama kweli mke wangu na mwanaume mwingine au la. Hongera sana kwa kujipata. Kweli watu hawakukosea waliposema ukikosa mbinu tafuta namna. Kwa hiyo baada ya kuona unakosa kitu kwa mume wako, umeamua kutafuta sasa mwanaume mwingine atakayekupa kitu ambacho ulikuwa unakosa kwa mume wako, si ndio? Wewe Mshabani, sikilize. Naomba tuheshimiane kabisa. Tuheshimiane. Ndio wanavyosema. Na siku hizi watu wanasema kuwa na uti nyingi sana. Na hata tabasamu lilikuwa limepotea linaonekana linarejea sasa. Na hiyo yote ni kwa sababu ya huo mchepuko wako. Na hata hiyo simu loko unaongea hiyo, siamini kama huyo ni mume wako. Huyo sio mume wako. Huyo ni mchepuko. Atakuwa mchepuko kabisa. Unajua nini? Mwanzoni wakati unaniletea maneno yako, mimi nilijua labda unanisaidia. Lakini nimekuja kugundua wewe ni mbea. Alafu umbea kwa mwanaume upendezi. Unatakiwa kubadilika. Dada, siku zote mwizi akikuibia unaona mwizi anakosea sana. Lakini utakapopata fursa tu ya kuiba, ukaiba, utaona mwizi alikuwa sahihi. Sasa basi, wewe na mume wako wote ni wezi. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti Yani wewe unamuibia mmeo na mmeo anakuibia. Yani wote ni wezi. Kiujumla ni mtu mbili wezi. Sasa basi, nakushauri huko unakokwenda huko, mmeo anakuchunguza kwa makini sana. Sawa? Bibie, be careful. We mpumbavu, ulikuwa ongea nini na mke wangu? Usinitolee macho, unajiita gani na mke wangu? Hebu niachie bwana. Mke wako alikuwa anauliza masuala ya biashara tu. Kwamba kuna mtu anataka amfungulie duka la simu. Duka la simu? Hivi wewe una akili timamu kweli wewe? Una mimi mtoto mdogo? Kwa nini akuulize wewe ni mshauri watu kwenye mambo ya biashara? Na ni nani anataka mfungulie duka? Blaza, kwenye masuala ya biashara sio nani mimi sijui. Na kuhusu nani anamfungulia biashara mimi sijui. Yeye alikuwa ananiuliza tu kwa sababu yeye ni mgeni kwenye huu mtaa, anataka kujua kama biashara zinaenda au zinalipa hivyo tu. Sijui kingine.
Na ameelekea wapi? Kaenda huku. Okay, sorry. Samahani, labda nikuulize kuhusiana na hizo tetesi zinazoendelea mtaani kwa mke wangu na mwanaume mwingine. Yana ukweli yote ndani yake? Sikiliza nikwambie blaza. Siku zote wanasema maji hufuata mkondo. Kama unataka mkeo awe msafi, anza kuwa msafi wewe. Wa! Mshabaha! Sasa basi, nakushauri huko nako kwenda huko, mmeweka na kuchunguza kwa makini sana. Sawa? Hey, bibie, be careful. Ina maana uniamini? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viungo. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga. Ndio sikuamini, sababu wewe mwenyewe umeshinda kuwa mwaminifu kwenye ndoa yako. Hivi Lisa, unakosa nini kwangu mpaka unaamua kuchapuka nje ya ndoa? Usizime data na taarifa zako from A to Z, kwa mume mwingine anataka kufungulia duka la simu. Fanya hivyo mke wangu. Unakosa nini kwangu? Au unaona ukifanya hivyo kama unanikomoa nini? Sasa mke wangu, kwa nini unataka kufanya yote haya? Au unadhani unanikomoa mimi? Unikomoa mimi bado unazalisha wewe mwenyewe mke wangu, unaifadhilisha familia yetu, na weka hatarini ndoa yetu. Kai mume wangu, unahisi unavyofanya hivyo na mimi ndo ninafanya hivyo hivyo? Mimi sina mwanaume anayetaka kunifungulia hilo duka la simu. Lakini kama mwanaume yupo, nipe nitakuwa naye. Alafu, mbona unanifuatilia sana? Mimi kwenye maisha yako yote nishiki kukufuatilia kiasi hichi? Ndio, unanifuatilia sana. Ungekuwa unifuatilia usingefumania na zawadi. Wewe unanifuatilia mbona unanikuta mimi na zawadi? Sasa unasemaje unifuatilie mimi? Sasa kama mimi nimekufuatilia mpaka nikajua unatoka na zawadi, kinachokufanya na wewe usinifuatilie mpaka ukajua huyo mwanaume ni kipi? Kwa nini inakuwa ni story tu? Nifuatilie unifumanie naye. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga. Zuri. Ndio ujinga gani ambao umeongea pale mbele ya Kai? Nakuuliza wewe, ni ujinga gani ambao unazungumza pale mbele ya Kai? Yaani wewe nilikupatia mpaka pesa hapa ili ufunge mdomo wako. Lakini unapokuwa na kinywa kipumbavu kabisa, ukatoka ukaenda kumwambia Kai ujinga kama ule unaongea tu kipumbavu ili iweje? Amna Tasha. Yaani mimi lengo langu sio la kusema, ila mimi nilikuwa nataka tu Kai akili. Ulikuwa unamchemsha akili ili iweje? Nakuuliza ulikuwa unamchemsha akili ili iweje? Yaani pale mpumbavu umefungua kodi muhimu kweli kweli. Yaani kodi muhimu, Wewe unasema kwanza kwamba napaswa nimwambie ukweli. Na akijua ukweli atalia na kusaga meno. Wewe bwana ni mjinga wewe. Kwa mtu mwenye akili zake timamu lazima ataelewa kila kitu pale, mjinga wewe. Yaani unataka kunisababishia matatizo, si ndio? Kwa ndugu yangu Tasha. Yaani tunagombana kisa umeme. Yaani umeme tu tunagombana kama hivi umeme. Yaani mimi simkwambia mimi nitalipa, Mimi wiki mimi nitalipa kila siku, mimi nitalipa umeme ndugu. Wewe mpumbavu, Umeme? Umeme gani unazungumza hapo? Na kwanza umeme gani unazungumza wewe? Mimi kweli mimi nitalipa umeme. Sio zungumza kuhusu nyumba, wewe umekatika. Mimi nitalipa umeme Tasha.
Wewe sikiliza nikwambie kitu. Wewe ndo unatumia umeme mwingi mundani, alafu pesa unaotoa ni ya kipumbavu, pesa ndogo ili iweje? Nimekwambia mimi nitalipa kwanza, sasa mimi nitaendelea kulipa, wewe ndo ashaka. Mimi mwezi pake ya Mungu, mwezi mzima mimi sasa nitalipa umeme. Mwezi wote nitalipa mimi umeme mwanzo mwisho. Bro, mbona umestop? Huruma sio malezi Tasha. Endelea kumkunguta huyu mshenzi mkubwa. Yaani yeye kuchukuliwa mwanamke ndo anajiona mtu special sana. Kwa kitu gani alichokuwa nacho? Kama tu pesa umeme unashindwa kulipa, utaendelea kuibiwa wanawake hivyo hivyo. Oa bro, piga huyu. Endelea kuponda hapo. Kumbavu. Bro, uweze amini. Nimeshagundua kuwa mke wangu na mwanaume mwingine. Lisa ananicheat. Na nina ushahidi, sijakurupuka kukuambia maneno haya. Sasa nashindwa kuelewa. Lisa nampenda, namthamini, namjali. Kwa nini ananicheat? Ama kweli majuto ni mjukuu. Leo hii nimegundua kweli nampenda Lisa. Na mapenzi ya dhati juu ya mke wangu. I love my wife, bro. Sasa Tasha, kwa kweli ni genius na mtu mwenye maono. Hebu niambie, una maono gani? Yaani hauwezi kugesi huyu mwanaume atakuwa na muonekano gani, ana look vipi? Kwa sababu mimi nikiangalia kuanzia juu hadi chini, sioni kama atakuwa ananizidi chochote. Bro, na kila kitu. Kwa nini mke wangu anisaliti sasa? Au unaonaje kwenye hilo? Kai, kwanza usipanic ndugu yangu. Hebu relax. Unajua mimi siwezi kuamini kabisa kwamba shemeji anaweza kukusaliti wewe. So mimi natambua shemeji yangu anakupenda sana. Yaani Lisa namna ambavyo anakupenda wewe, siamini hata mara moja kama anaweza kufikiria kukusaliti. Yaani mimi kwenye maisha yangu yote nitakuwa ni wa mwisho kuamini hilo ndugu yangu. Sasa kwa nini hutaki kuamini bro? Hawa wanawake sio kuamini bro. Wanawake wana change any time, sio kuwapa dhamana. Lisa ananisaliti kwa sababu huyo mwanaume anatembea naye anataka mfungaji duka la simu. Unaona hiyo? Kwa hiyo pesa, nani? Hela gani ya kufunga duka la simu mpaka anisaliti mimi sasa? Sasa Kai, unaona uthibitisho gani kama mwanaume anahitaji kumfungulia duka la simu? Lakini pia ngoja nikwambie kitu kimoja. Wanawake ni watu ambao hawawezi kujificha hata mara moja. Kama kweli ana mwanaume ambaye ana pesa nyingi mpaka anataka kumfungulia duka la simu, basi kuna michezo ya pesa lazima atakuwa anaionyesha. Hapo wewe hizo pesa umpatii. Hebu naomba nikuulize swali moja ndugu yangu kama utojali. Kwenye siku 2-3 hizi toka mke wako uhisi ana wewe mwanaume ambaye ana pesa nyingi. Je, kuna michezo yote ya pesa ambayo amekuwa ameionyesha hivi? Kwa sababu mwanamke hawezi kujificha kaka. Kai, unaposema una pesa mimi nashindwa kukuelewa. Yaani pesa ndogo kama hii unaniambia huna. Kweli? Baby, inabidi unielewe tu maana ndio uhalisia, pesa sina. Sasa unataka nifanyaje? Unataka nikaebe au? Afu Lisa unajua nashindwa kukuelewa. Siku za nyuma nilikuwa nakupa pesa. Ila leo hii sina pesa utaki kunielewa. Shida nini mke wangu? Wewe sio kwamba pesa huna. Pesa unapeleka kwa wanawake zako huko, una wanawake wengi. Siku za nyuma ulikuwa unanipa pesa maana ulikuwa huna wanawake ulionao sasa hivi, wanaokuzuzua zuzua. Mimi ninachotaka ni pesa, sitaki maelezo mengine. Kwa hiyo mke wangu imefikia tu unaamua kunidhihaki au? Wanawake gani unaongelea? Kati wewe ndo mke wangu halali. Sina mwanamke yoyote zaidi yako. Naomba unielewe basi Lisa, sina pesa, naomba univumilie. Okay, basi naomba nikuahidi. Ikishafika mwisho wa mwezi nitakupa hiyo pesa unayotaka. Mwisho wa mwezi? Yaani mimi ratiba zangu zisiendelee, matumizi yangu yasiendelee, nisubiriwe mpaka mwisho wa mwezi. Hivi hujui mimi ni mwanamke? Nahitaji matunzo. Naomba uvumilie, mwisho wa mwezi ukifika hiyo pesa nitakupa mama. Naomba basi unielewe. Hapana, sidhani. Sababu siku 2-3 hizi tumekuwa na migogoro midogo kwenye mambo hayo ya pesa. Tena pesa yenyewe ni ndogo sana ambayo haina maslahi. Kwa hiyo hapana, kwenye hilo siliafiki. Sasa kama mlikuwa mnagombana kwa sababu ya pesa ndogo, unaweza vipi kumuhisi kwamba ana mwanaume mwenye pesa? Kama angekuwa naye, ni lazima tu ungeona utofauti wa kipesa huko ndani kwako. Nisikize nikwambie kitu kimoja. Unajua wanawake ni watu ambao wanapendaga sana kulipa kisasi. Hebu angalia, shemeji amekufuatilia wewe kwenye nyendo zako zote mpaka akagundua kwamba una mahusiano na Zawadi. Lakini pia amekufumania kabisa wewe na Zawadi. Lakini bado akakaa kimya. Unafikiri ukimya wake una nini?
Inaonyesha kabisa hayo anayoyafanya kama ni kweli, na maana analipa kisasi. Lakini haya nilishakwambia ndugu yangu siku nyingi sana za nyuma, kwamba hiki unachokipanda utakuja kukivuna baadaye. Wewe ndio unakuwa sababu ya mke wako kukusaliti. Sasa hebu angalia leo hii, tayari umeshaanza kumuhisi mke wako anakusaliti. Ni yale yale ambayo mimi nimeyazungumza. Sasa nisikize nikwambie. Hapa kitu cha msingi ni kumtafuta huyo mwanaume ni nani. Tumjue ni nani kwanza. Baada hapo ndo tutafanya kila kitu, yani tutajua ni tufanye baada ya kumbaini mwanaume ni nani. Alafu hapo kuhusiana na Zawadi, kuna jambo bado silielewi. Unajua nashindwa kuelewa kwa nini Zawadi na mke wangu wamekuja wote ukweni pale. Sababu kiwaangalia kwa tabia na mienendo hawafanani hata kidogo, hawezi kuwa marafiki. Kwa nini muongozana wote kuja pale? Zawadi ndio chanzo cha haya yote, na uhakika huyu Zawadi ndio kasababisha yote haya. Kai, mimi siwezi nikajua ni kwa nini mke wako na Zawadi wameshirikiana. Mimi kiukweli siwezi kujua. Lakini sorry. Vipi? Mbona upokei simu hiyo? Lisa, unajua ile jambo ambalo tunalifanya mimi na wewe ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo inapaswa tuwe makini sana. Sasa basi, kuna kodi moja ambayo ukinipigia simu ukisikia nimezungumza hiyo kodi, ujue kabisa nipo karibu na mume wako. Inapaswa utulie na usizungumze jambo lolote ile. Ni kodi gani hiyo? Siku yoyote ambayo utanipigia simu, alafu kanisikia nakwambia hivi, hello mchumba wangu binamu wa peke yangu, wallahi nitazungumza na mjomba nitoe barua na nikuoe moja kwa moja. Basi ujue hapo nipo karibu na mume wako. Wewe Tasha wewe. Hivi unafikiria gani nini mambo yote hayo? Jambo ambalo tunalifanya ni la hatari sana. Kwa ni lazima tuwe na umakini mkubwa mno. Una akili sana. Hawajakosea kukuita genius. Ni binamu yangu tu bwana ananipigia simu. Hello binamu yangu, mchumba wangu wa peke yangu. Wallahi billahi nitakuja kuzungumza na mjomba vizuri kabisa ili nikutolee barua na nikuoe moja kwa moja. Mtoto wa shangazi, nimekuelewa, nipo nyumbani kwako. Uko nyumbani kwangu mtoto wa mjomba? Ndio mtoto wa shangazi. Basi sawa, usijali, nakuja hapo muda sio mrefu, nakuja mtoto wa mjomba. Basi usichelewe. Sawa. Ndugu yangu, huyu ni binamu yangu amenipigia simu, anasema yuko nyumbani. Kwa hiyo kama utojali ya mazungumzo tutaendelea nayo wakati mwingine. Sasa hivi naomba kidogo niende nikazungumze naye, yuko nyumbani ananisubiri. Subiri kwanza Tasha. Unajua wakati tunazungumza kuna jambo nilikuwa nalifikiria na nishalipatia ufafanuzi. Unajua siku zote udugu ni kufaana na sio kufanana. Kwa kuwa ni mtu wako wa karibu, jambo ambalo linaniumiza mimi lazima hata wewe pia likuumize. Sasa naomba tuje na plan. Kwa kuwa ni mastermind na ni genius. Hatuwezi kuja na mpango wowote wa kumkamata huyu jamaa, huyu kijogoo ananiibia mke wangu. Afu tumtie mbaroni, tumkumute, tumpige mpaka aeleze kwa nini atembee na mke wangu. Sababu anajiona nani? Kwa nini aniibia mimi mke wangu? Hajui mimi ni nani? Kwa bro, naomba tushirikiane kwenye hili. Kama tuna mbinu yoyote tumteke. Good idea brother. Yaani hilo ni wazo zuri sana. Inabidi tumtafute huyu jamaa, tumjue ni nani anatembea na mke wako. Na tukishamkamata kweli, kwa sababu kutembea na mke wa mtu sio kitu kizuri brother. Inabidi tumpige vile ipasavyo. Yaani mpaka aeleze kwa nini anatembea na mke wako. Lakini tutaendelea wakati mwingine ndugu yangu. Sababu unaona binamu yangu si akamchelewesha bwana. Usijali, mimi nitakusaidia katika hili. Nitatengeneza plani zote wala usiwaze. Mimi niko na wewe bega tu bega. Utakapokwenda nipo na wewe. Mguu wako mguu wangu kaka. Mimi na wewe ni ndugu bwana, siwezi nikakutupa. Ila kwa sasa ngoja kwanza niende kwa binamu yangu. Haya mambo madogo sana. Tunaweza tukaongozana kwa binamu yako kwa sababu kama ni binamu yako hata mimi itakuwa vyema nikifahamiana naye kwa sababu si tayari ni kama ndugu. Wewe unafikiri mimi sikujui makali yako? Na kuelewa vizuri tu. Wewe ni mkali kama kiwembe. Unataka muone binamu yangu upite naye? Wewe iko kitu hakiwezekani. Siwezi kuruhusu hata mara moja. Nisikilize nikwambie kitu. Ukijipendekeza kwa binamu yangu,
Nitakushusha mshipa. Asa bro, na situation yangu hii, stress ninazopitia kweli nangaika na binamu yako. Kwa binamu yangu ndo kutoa stress wewe. Shamba ni ndoa poa bwana. Usizingue basi. Poa poa. Nategemea mpango na mkakati kutoka kwako. Nimeisha leo. Kai wangu wahubani nyonga mkali aini, nilijua tu kwangu lazima utakuja, maana hiki kinaitwa kisiwa cha nitakuja. Ukitaka utakuja, utaki utakuja. Mganga wangu fundi mimi jamani, nikikukosa kwa virogo vya Pemba na kupata kwa vya Unguja, nikikukosa kwenye vyote hivyo na kupata kwenye vile waja leo ondoka leo. Kai mubaba, karibu mpenzi wangu. Sikiliza wewe mpuuzi. Sitaki kusikia neno lolote kutoka kwenye kinywa chako kichafu hicho. Zaidi ya kunijibu maswali yangu tu. Na maswali matatu. Na yote nataka kunijibu kwa ufasaha. Umejiona vipi na mke wangu? Na kwa nini unashirikiana naye mpaka mkaja wote pale ukweni? Na ile la mwisho nataka unijibu na usinidanganye chochote kile. Kwa nini umempa siri zetu zote? Kwa nini? Kai mpenzi wangu, taratibu. Eti umwili sio wa kupigwa baba, umwili wa mahaba. Na ndio maana ulivyokuja nilikupokea mzima mzima. Sijazoea kupigwa mimi. Napigwa kwa upande wa kanga au napigwa kwa pesa zile nyekundu nyekundu. Sijui unanielewa? Alafu una kama unanuka jasho baby. Eti uko ulipotoka hujaoga mpenzi wangu? Kwani hujaoga? Au jamisi ile massage na kufanyaga? Eti Kai wangu, au hujanimisi vile ninavyonyumboreka kwenye 6x6? Hujamisi wewe? Zawadi bwana. Kwa hiyo ukisa unajua udhaifu wangu massage, ndio maana unatumia hiyo kama fimbo kunichapia. Nimemisi sana kweli. Nilijua tu wewe kwangu huwezi kufurukuta. Utatulia turi kama maji kwenye mtungi. Sasa baada ya kukufanyia massage, utaki kula chakula chako pendwa? Zawadi jamani. Kwani kataye kula wakati nina njaa? Kuna mtu asiyependa kula? Twende basi. Sasa hivi? Twende. Serious. Halo! Nioleweni babu. Sie tupo kwa ajili ya kuwasaidia majukumu. Twende ndani. Sasa. Oh yeah. Oh baby. Pole pole Zawadi basi. Mtoto nukunomia laini wewe. Usijali Kai. Mimi nipo kwa ajili yako. Nikwambie kitu kipenzi. Unajua watu kama nyie kule kwetu wa mnaitwaga viungo mnyomboliko. Ushazo uongo wako tena. Serious dia nakwambia. Pole pole. Hapa. Yes, hapo. Zawadi. Kuna kitu nataka nikuulize, ila nakuomba sana usinidanganye chochote kwenye ile jambo ambalo nataka nikuulize. Uliza chochote mpenzi wangu Kai. Mimi nitakujibu kama inavyotakiwa. Kweli? Hivi wewe na mke wangu mmefahamiana vipi?
Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifundio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama